Lingine ambalo nawaomba wasomi, na mtumie usomi wenu kulichambua, kulielewa na kuleta mapendekezo yenu. Nchi yetu inahitaji katiba mpya. Leo chama kimetangaza kwenye maamuzi ya kamati kuu kwamba chama kitaunda kamati ya mkwamo wa katiba mpya, nchi itokeje, kwa sababu tume ya Chande imesema kuwe na kamati ya wataalamu. Rais Samia amesema kuwe na kamati ya maridhiano ya katiba. Tayari wameshagongana na mapendekezo yao hayakidhi haja. Sisi tunayo formula namna gani mchakato wa katiba uendelezwe mpaka ukamilike kwa wakati, na sisi wakati wetu tumesema leo kwenye tamko la kamati kuu, sio hiyo 2028. Hiyo 2028 ni changa la macho la kuchelewesha mchakato wa katiba. Tunataka mchakato uanze sasa. Power. Sasa unaanzaje? Vyombo gani viundwe? Ratiba iweje? Sheria gani itumike kufanikisha huo mchakato? Mamlaka ya wananchi kwa mujibu wa falsafa yetu ya nguvu ya umma yaweje? Ndio kibarua ambacho tunawapa wasomi. Tuleteeni mapendekezo haraka sana kwenye chama, ili kamati ya chama itakapokaa isikae tu kwa mawazo ya viongozi wa chama, ipate vile vile mawazo ya makundi mbalimbali ikiwemo nyinyi vijana wasomi, muweze kuamua mustakabali wa nchi. Na mimi naamini, imani yangu ni kwamba tukifanikiwa kama nchi kwenye kupata katiba mpya bora, tutatibu matatizo yetu mengine mengi ambayo ni matokeo ya udhaifu wa kimfumo. Yaani ukakana katiba badala ya kulimbikiza mamlaka kwa mtu mmoja anaitwa rais, kwa falsafa ya nguvu ya umma mamlaka yakawa kwa watu. Ukawa na katiba ambayo bunge ni la watu. Ukawa na katiba ambayo kuna uchaguzi huru na haki, umma ndio unachagua viongozi wanaowataka. Ukawa na katiba ambayo mahakama ziko huru za haki. Ukawa na katiba ya namna hiyo, katiba ambayo itafanya kupata viongozi sasa wanaoshughulikia matatizo ya ajira, uchumi, rasilimali, maji na kadhalika kwa maendeleo ya nchi. Katika mazingira hayo, swala la kukwamua mchakato wa katiba uliokwama mwaka 2014 kwangu mimi ni swala la kufa na kupona. Tupambane mpaka Tanzania ipate katiba mpya, na nyinyi ndio chanzo bora katika safari hiyo. Asanteni sana.